Bana, kama kuna project ambayo Vanny Boy kwa mwaka huu 2025 yuko so excited, nikiona maana kwamba anajivunia kwa hichi ambacho ameweza kukifanya, na anajivunia kuweza kukutanisha majanti wa wili katika nyimbo moja, pamoja naye akiwa ni watatu kupitia nyimbo moja ya Peri. Bana, ni moja kati ya ngoma ambayo mpaka kwa muda huu tunavyoongea inazidi kufanya vizuri katika platform mbalimbali, nikiona maana kwamba katika sehemu za kuuza muziki, nikiona maana kwamba kuanzia YouTube mpaka kwa muda huu imeshika number 1 trendy, na hii ni ishara kwamba wasikilizaji wa mtandao huu au watazamaji wa nyimbo hiyo, maana bado video haijatoka, nikiona maana kwamba ni wasikilizaji tu ambao wanatazama ile picha na kuweza kusikiliza ngoma hii, mpaka kwa muda huu wameenda kuipeleka ngoma hii iweze kushika number 1 trend katika mtandao huo wa YouTube. Kizuri zaidi ni kwamba comment zimekuwa nyingi, lakini kikubwa zaidi basi ni kile ambacho kinapatikana baada ya ngoma hii hapa kuweza kutoka, nikiona maana kwamba Rayvanny kwa mwaka huu 2025 mipango yake na mikakati yake basi imeweza basi kufanikiwa. Ndani ya siku mbili ngoma hii imeweza kufikisha wasikilizaji 859,000. Hii hapa ni katika dashboard ambayo inaonekana katika mtandao wa YouTube, lakini ninaamini kwamba katika dashboard yake ambayo basi ni account ya kwake Vanny Boy mpaka kwa muda huu basi itakuwa na watazamaji, itakuwa na wasikilizaji wengi, lakini pia na walioitazama video hii basi comment nazo zinazidi kuwa nyingi. Ila nikwambie tu siri moja, mpaka kwa muda huu comment ziko 30,000. Hii inaonyesha kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo mashabiki zake Rayvanny wamezidi basi kuonekana wakiwa wanaipambania ngoma hii ifike katika level za kimataifa. Lakini pia nimejaribu kuangalia pia comment zimekuwa 4,400 mpaka kwa muda huu, ila kibaya zaidi ni kwamba ngoma hii iliweza kutoka basi ngoma za kwake Juma Jux kwa mwaka huu 2025 ambayo ni EP yake ambayo ameweza kuiachia, basi naamini kabisa kwamba watu wengi wameacha kuifuatilia EP hiyo, ni kwamba Juma Jux akuwa katika mpango mkakati mzuri ukuweza basi kuipangilia EP yake itoke lini, saa ngapi na kwa muda gani. Nikiona maana kwamba ngoma ya kwake Juma Jux X8 mpaka kwa muda huu ina viewers 600,000, lakini pia iko namba 4 trendy. Hii ni ishara pia kwamba yupo katika game na anapambana, lakini akupaswa kuwa katika level hii hapo, kwa sababu ukiangalia kabisa kwamba trending ilipokuwa imepangiliwa vizuri, kwa sababu Juma Jux kuanzia nchi ya Nigeria alikuwa anafanya vizuri, na kwake mwamba Vanny Boy alikuwa hii plan hii, labda angekuwa wamecommunicate basi angeweza kumpa nafasi ile na yeye hapo pia aweze kuachia ngoma hii ambayo kwa muda huu inafanya vizuri zaidi na imeshikilia namba 1 trend kupitia mtandao huu wa YouTube, na ambako basi mpaka kwa muda huu tunavyoongea namba 2 trending inakamata taarifa katika upande wa YouTube. Namba 1 trend mpaka kwa muda huu tunavyoongea basi ni ya kwake Vanny Boy. Imepashuliwa tena mpaka kwa muda huu, imeweza basi kuchukuliwa na nyimbo ya kwake Diamond Platnumz, imekuja tena juu muda huu hapa tunapokuwa tunaongea, kwa sababu dakika chache ambazo basi Rayvanny ngoma yake ilikuwa namba 1, kwa hiyo Rayvanny mpaka kwa muda huu ameshushwa tena shuka namba 2 kwa muda huu tunavyoongea. Ndio kadri muda unavyozidi kwenda basi na mimi pia najaribu kuangalia nini ambacho kina wafanya basi wazidi basi kuchakata. Lakini pia katika swala zima basi la ngoma ya tatu ambayo inakamata trend kwa mwaka huu 2025 tarehe 25 ya mwezi Mei tunavyoongea ni ngoma ya kwa Kichino na Mdogo Sergeant ambayo ni tunakuja kama mazombi, ambayo basi namba 4 ni ya kwake Juma Jux ambayo uko ndani yupo D Voice ambayo basi ameshirikishwa. Lakini pia namba 5 yupo Melody yake ameshirikisha Alikiba ambayo ngoma hii inaitwa Nishaloa, ambayo mpaka namba 6 pale tunamkuta Ibra Copy and Paste ambayo ni Visualizer. Ngoma hii ina siku 11, alafu namba 7 ni ya kwake Juma Jux kwa mara nyingine tena God Design ambayo inazidi kufanya vizuri kama imeshirikisha Fino. Ni kwa namna gani ambavyo basi ngoma zinazidi kufanya vizuri, basi ni kulingana na kwamba jinsi trendi inavyokwenda. Kujaribu kuangalia pia ngoma ya kwake Chela imezidi kufanya vizuri katika nchi ya Tanzania, na mpaka kwa muda huu tunavyoongea ngoma hii imeshika namba 8 kwa sababu ya Diamond Platnumz. Na hapa hivi katika Maidali, hii hapa ni official video ambayo katika remix kule Diamond Platnumz ndio yupo, kwa hiyo nafikiri upepo wake pia umechangia kwa ngoma hii hapa kupanda juu kwa mara nyingine tena. Na ngoma ya kwake Melody pamoja na Monify ambayo pia Melody naye pia ameachia album yake kipindi hichi ambacho pia wengine pia wameachia pia EP, mfano kama Juma Jux naye ameachia EP A Day to Remember. Ni baada ya hapo naye tuna ngoma ya kwake nikimaanisha kwamba Zuchu ambayo ameshirikisha Yemi Alade, ngoma inaitwa Lollipop. Mpaka kwa muda huu ngoma hii basi ipo namba na ina siku moja, nikiona maana kwamba siku moja
katika game sio mbaya sana, hata kikiwa bado inazidi kuzorota katika namba 10 huko, iko namba 10 mpaka kwa muda huu. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni kwa namna gani ambao Vanny Boy mpaka kwa muda huu mpango mkakati wake unazidi kufanya vizuri, lakini japo ngoma ya Barnaba featuring Diamond Platnumz zinazidi kuchuana kwa namna moja au nyingine. Ngoma inapanda inashuka, inapanda inashuka, lakini mpaka kwa muda huu dakika chache zilizopita ilikuwa namba 1 trendy katika mtandao wa YouTube. Lakini pamoja na yote kuna mtandao wa Boomplay inashika namba 1 na searches zimekuwa nyingi sana, watu wana search nyimbo hii kwa sababu ya majanti ambao wameikamata mtandao wa Boomplay. Mfano kama Harmonize mara nyingi zaidi waga ndio wanausumbua mtandao huo kwa asilimia kubwa sana, especially katika swala zima la wasikilizaji wengi sana kwa sababu ya albamu zake ambazo amewahi kuziachia, lakini pia hata watu ambao wameanza kumfuatilia mapema sana kupitia mtandao wa Boomplay. Naamini kwamba ni mtandao ambao pia una malipo mazuri na unampatia kipato kizuri sana Harmonize kwa sababu mashabiki zake wengi wanamfuatilia kupitia mtandao huu. Lakini pia tukirudi katika mtandao wa Audiomack, bado tena imeshikilia namba 1 trendy na inazidi kutafutwa kwa kasi sana. Number 1 song in Audiomack katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika nchi ya Tanzania pia Boomplay inashika namba 1 mpaka kwa muda huu. Rayvanny anajivunia kwa hichi ambacho ameweza kukifanya kwa mwaka 2025. Sijui kuna nini ambacho Rayvanny kwa mwaka huu ana target, sababu kuachia The Big One album, baada ya kuachia album ile pale tuli expect labda ataanza kufanyia tour, lakini kwa mwaka huu tena amekuja tena na strategies zile, anajaribu kukusanya nguvu huku na kule, anatapatapa. Naamini kwamba kuna siku ambao atakuja kukaa katika stability, kwa sababu amefanya ngoma na Alikiba, amefanya ngoma na Diamond Platnumz, amefanya ngoma na Harmonize, amefanya ngoma na Mario, yani wale A-list wote ameshamaliza, na nikiwa na maana kwamba amebakiza tu labda Zuchu ambaye basi ni A-list wa kike katika nchi ya Tanzania, pamoja na Nandy, wale ambao wanatajwa sana, lakini katika ile list ambayo ni wanaume basi naamini kwamba ameshimaliza. Ukimcheki Harmonize ameshirikiana naye, Mario ameshirikiana naye, Alikiba ndio huyu tena ambaye ndio kabisa katika wiki kadhaa tu tumeweza kupita ametoka tena kushirikiana naye katika nyimbo moja pamoja na video. Hii ikiwa na maana kwamba Rayvanny kwa mwaka 2025 mpango mkakati wake naamini kwamba ni kujirebuild again, yani kutengeneza ile misingi kwa mara nyingine tena, kwa sababu ngome yake bado haijasimama vizuri na anaitengeneza kwa namna moja au nyingine kwa nguvu kubwa sana. Hii nguvu ambayo ameitumia katika ngoma hii kwake pamoja na Mario na Harmonize ndani, hii nguvu ni kubwa sana. Kufanya ngoma na Alikiba pia ni nguvu ambayo kubwa sana. Kwa hiyo tukirudi katika mtandao wa Apple Music, naamini kwamba pia na yenyewe pia imeshika namba 1 trendy, takwimu ndo zinavyosema hivyo. Namba 1 song ambayo inakuwa search katika nchi ya Tanzania, mashabiki wengi wameamua kuikimbilia hata katika mtandao huu. Sijui watu wengi wamependezwa na nini, lakini wengi wanasema kwamba ni ngoma moja kati ya ngoma ambayo Harmonize amepiga sana au ameua sana. Sijui nyewe kwa kunonyea, lakini pia wamekuwa wakimwongelea pia Vanny Boy kwa namna ambavyo amepita na uandishi wake mzuri. Sijui nyewe kwa upande wenu. Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na hapa basi ndipo kitu ambacho mtapata taarifa zote kuhusiana na swala zima la burudani. Bye bye for now.